Yesu alipenda kufundisha katika mifano, na huu ni mfano wa mpanzi na Yesu akaufafanua. Shaba ya mifano, watazame kweli, lakini wasione, wasikie kweli, lakini wasielewe, la sivyo wangemugeukia Mungu naye angewasamehe. Yesu alianza kufundisha tena akiwa yaziwa. Umati mkubwa wa watu ulimzunguka, ikawa lazima aingie katika mashua na kuketi ziwani. Watu wakawa wamekaa katika nchi kavu kando ya ziwa. Aliwafundisha mambo mengi kwa mifano, na katika mafundisho yake akawaambia, sikilizeni, mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe ambapo udongo haukuwa mwingi. Mbegu hizo ziliota mara, kwa kuwa udongo haukuwa na kina. Jua lilipochomoza zikachomeka, na kwa vile mizizi haikuwa na nguvu zikanyauka. Nyingine zilianguka kwenye miti ya miba, nayo ikakua na kuzisonga, nazo hazikuzaa mavuno. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikakua na kuzaa, moja punje 30, moja 60, na nyingine 100. Kisha akawaambia, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Yesu alipokuwa peke yake, baadhi ya wale waliomsikia walimwendea pamoja na wale 12, wakamuuliza juu ya hiyo mifano, naye akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri ya utawala wa Mungu, lakini wale walionewa wataambiwa kila kitu kwa mifano, ili watazame kweli, lakini wasione, wasikie kweli, lakini wasielewe, la sivyo wangengeukia Mungu naye angewasamehe. Basi Yesu akawauliza, je, ninyi hamwelewi minzu? Mtawezaje basi kuelewa mfano wowote? Mpanzi hupanda ujumbe wa Mungu, pengine ujumbe huo udondoshwa njiani. Watu waliomo humo husikia, lakini mara tu baada ya kusikia, Shetani huja na kuondoa ujumbe huo uliopandwa ndani yao. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka kwenye mawe. Mara tu wausikiapo huo ujumbe, hupokea kwa furaha, lakini hawaingii na kuwa na minimi ndani yao, hawadumu muda mrefu. Basi tabu na udhalimu vinapotokea kwa sababu ya huo ujumbe, mara wanakata tamaa. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka kati ya miti ya miba. Hawa ndio wale wanaosikia huo ujumbe, lakini wasiwasi wa ulimwengu, anasa za mali na tamaa za kila namna waingia na kusonga huo ujumbe, nao hawazai matunda. Lakini wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri. Hawausikia huo ujumbe, wakaupokea, wakazaa matunda, wengine 30, wengine 60, na wengine 100.
Yesu alipenda kufundisha katika mifano, na huu ni mfano wa mpanzi, na Yesu akaufafanua. Shaba ya mifano: watazame kweli, lakini wasione; wasikie kweli, lakini wasielewe. La sivyo wangemgeukia Mungu, naye angewasamehe.